Chama kikuu cha wakulima wa tumbaku Chunya CHUTCU tuliona kuwa wakulima wetu nje ya tumbaku wanalima mazao ya mahindi na alizeti. Hivyo tuliona ni bora kujenga kiwanda ambacho kitaongeza thamani ya mazao yao. Lengo la kuanzisha mradi huu ni kuweka mazingira wezeshi kwa wakulima na wananchi kwa ujumla na uongezaji wa thamani ya mazao wanaozalisha pamoja na kupunguza upungufu wa mafuta ya kula nchini. Mradi huu mpaka kukamilika umetumia kiasi cha shilingi milioni 467,256,711 na senti 19, ambapo kiasi hiki kimehusisha shilingi milioni 74 ununuzi wa mitambo ya kusaga unga na kiasi cha shilingi milioni 29 ikiwa ni ununuzi wa mtambo wa kukamua mafuta yatokanayo na mbegu za alizeti. Mradi huu baada ya uzinduzi unatarajia kuwa na manufaa makubwa kwa wanaushirika na wananchi pamoja na serikali. Wakulima wa eneo la Chunya wamekuwa wakilima mazao mbalimbali. Moja ya mazao wanaolima ni mahindi pamoja na alizeti. Lakini kwa kipindi kirefu sana wamekuwa wakiuza mazao ghafi. Lakini uzinduzi wa hichi kiwanda unaenda kutatua changamoto ya wao kukosa masoko ya kuuzia bidhaa zao. Kwa hiyo sasa hivi wanaenda kuuza mazao yao yakiwa ghafi. Tunategemea kwamba kutakuwa na unga ambao utauzwa pamoja na mafuta. Na hicho ndio ambacho Mheshimiwa Rais amekuwa akisisitiza. Na inaongeza thamani na mwisho wa siku wakulima wanapata bei sahihi ya mazao yao. Ni wazi sasa wakulima wetu wanaenda kulima mahindi kwa wingi zaidi, kwa sababu kuna uhakika wa kiwanda. Lakini wanaenda vile vile kulima kwa wingi zaidi alizeti kwa sababu kiwanda kipyo. Kwa hiyo sasa nitoe rai tu kwa viongozi wa chama kikuu cha ushirika CHUTCU waendelee kuwahimiza wakulima waweze kulima zaidi kwa sababu kiwanda kipo. Lakini kingine, CHUTCU pamoja na management wajitahidi kutafuta masoko ya ndani na nje, kwa sababu uzalishaji unapokuwa mkubwa ni wazi kwamba lazima utahitaji sehemu ambayo unaenda kuuza. Nafikiri kuanzisha sheli ya mafuta, maana tumekuta ndio changamoto kubwa sana katika eneo letu la tarafa ya Kibembawe. Tumekuta watu wanahangaika, wanatoka kambi Katoto wanaenda kununua mafuta Lupa. Tunaombeni ushirikiano wenu, kama mlivyotupa ushirikiano kwenye kiwanda, mtupe ushirikiano hata kwenye huo mradi ambao tunaenda kuubuni sasa. Tunafikiri na wenyewe ikiwezekana ndani ya miaka miwili uwe kamili, ili tunapoondoka tuache historia kidogo. Lakini sasa ni waombe wanaushirika tuchukue na kutambua kwamba mradi huu ni wa kwenu, ni mradi wetu sisi wenyewe wanaushirika. Maka kuwepo kwa mradi ni jambo moja, lakini kuuendesha ni jambo jingine. Makija kuangalia upande wa alizeti, uchakataji, mashine zilizoko zina uwezo wa kuchakata lita 60 mpaka lita 80 kwa saa. Sasa tusije tukafika mahala muda mwingi ni ule ambao mashine zimelala kuliko muda ambao zinafanya kazi, wakati bado zina uwezo wa kufanya kazi, bado ni mpya, hazisumbui na zina uwezo mkubwa wa kufanya kazi. Kwa hiyo na sisi tukajitume kulisha kiwanda chetu, tukajitume kulisha kiwanda hiki. Kwamba ni maagizo yangu, twende tukajipange, kwa sababu tuna urahisi kwamba sasa tuna vyama vya ushirika, vyama 26. Kila chama kikaangalie namna gani kinachangia katika kuleta mzigo wa kulisha kiwanda hiki. Ni lazima tutengeneze mfumo kutoka juu mpaka kufika chini. Kila chama, jinsi ambavyo tunauza tumbaku, hivyo ndio tukaweke utaratibu mzuri wa namna ya kupata mzigo wa mahindi, lakini pia na mzigo wa alizeti, kuhakikisha kwamba tunalisha kiwanda hiki. Tutaanza kuhangaika tena, lakini pia tuje kununua unga. Badala ya kubeba debe moja, basi njoo nunua kilo 10, kilo 25 kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.
lakini ukikuta kuna wengine wanahangaika, naomba niwaambie majibu yako hapa kwa ajili ya unga bora na salama. Ya vifungashio vyetu ni jambo ambalo ni muhimu sana kwa sasa hivi, na ukiangalia dunia sasa inahamia kwenye tehama, hivyo na sisi lazima tuendane na mabadiliko haya ya tehama. Kwa hiyo mambo yote ambayo nimeyasema, Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi tutayafanyia kazi na ili kuendana na uhalisia uliopo. Kwa kweli hili tulikuwa tunauza alizeti kwa bei ya chini, na najua kupitia kiwanda hiki sasa hata kilimo cha alizeti kiongezeke ili wananchi wetu wasiwe maskini. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye thibati na usajili wa NACVET number REG/ANE/029 anapenda kutangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate katika kozi za IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office na Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna ofa ya kozi fupi za computer application, graphics and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.